Roho Mtakatifu, karibu kwenye kipindi hichi. Asante kwa ajili ya neema hii tena. Asante kwa ajili ya saa hii tunapoenda kuangaza juu ya jehanamu. Roho Mtakatifu, mimi nipotee, wewe uonekane. Roho Mtakatifu, wewe wakili mwema, profesa, kiongozi mzuri, msaidizi wetu, mwalimu, kiongozi unayemfunua Kristo, tamalaki katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Ninakuletea tena kipindi saa hii ambacho kwayo nataka nikushirikishe tena mwendelezo wa jehanamu ni mwisho wa kukataa wokovu wa Kristo, lakini tutashirikisha kitu hicho tukiunganisha ubatizo, meza ya Bwana na Pasaka. Kifungu cha kuanzia utangulizi wa kiroho. Tafakari kuhusu maisha yetu ya sasa. Je, unaishi kama watu waliokoka? Maisha yako yakoje kama mtu uliokoka? Lakini ingiza neno la kifungo cha leo au maandiko katika Mathayo 25 na ule mstari wa 41. Mathayo 25 na ule mstari wa 41. Nao nasema, ndio, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Aliwekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kumbuka ya kwamba moto wa milele au kuwekewa mwanadamu. Moto wa milele umewekewa Ibilisi na malaika zake. Anasema imeandaliwa kwa Ibilisi na malaika zake, sio sisi wanadamu. Sisi tutaingia huko kwa kupenda kwetu. Jiulize pia, je, jehanamu ni ya kweli? Swala ambalo linaleta msukumo katika kila roho. Sasa maana jehanamu, tofauti ya jehanamu katika Biblia. Jehanamu ni mahali pa milele pa mateso kwa wale wasiookoka. Kitabu cha Ufunuo 20 na mstari wa 14 mpaka 15. Nao nasema, ndio, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Ndio. Na hii ndiyo mauti ya pili. Na hiyo ndiyo mauti ya pili. Yaani hilo ziwa la moto. Yaani lile ziwa la moto. Mstari wa 15. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana, ndio, ameandikwa katika kitabu cha uzima, ndio, alitupwa katika lile ziwa la moto. Anasema alionekana akuandikwa kwenye kile kitabu cha uzima, alitupwa kwenye lile ziwa la moto. Hebu tuangalie Petro wa pili sura ile ya pili na ule mstari wa 4. Petro wa pili sura ya pili na ule mstari wa 4. Nayo inasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuashiria, anasema kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni. Ni malaika waliokosa. Anasema bali aliwatupa shimoni. Akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Inasemekana kuwa jehanamu ni kwa wale walioapa kumkataa Kristo, na huo ndio uhakika.
Wale walioapa, kuna mtu mwingine amejikana, anasema sitaokoka, mimi ni wa dini yangu, dini ya baba yangu, dini ya mama yangu. Mbona kwetu tunamtaja Yesu? Ndugu yangu, muda uliosaza ni robo, hatujui hata kesho itakuwaje. Tunaona kwa mfano wa yule tajiri na Lazaro kwenye Luka 16 mstari wa 19 mpaka 31. Tasoma mstari michache. Tajiri na yule Lazaro, Luka 16 mstari wa 19 mpaka 31. Naomba nisome mistari mitatu ya mwanzo au minne. Nayo nasema, Ndio. akasema, Naye nasema akasema, palikuwa na mtu mmoja palikuwa na mtu mmoja tajiri tajiri. aliyevaa nguo za rangi ya Huyo zambarau tajiri alikuwa akivaa nguo za zambarau, na za kitani rangi ya safi zambarau na kitani safi. na kula siku zote kwa anasa. Alikuwa akila siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja Na maskini mmoja, jina lake Lazaro, jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake, huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, ana vidonda vingi. naye alikuwa akitamani kushibishwa Anasema naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. kwa makombo yaliyoanguka katika meza yake yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, Lakini yule tajiri naye akafa, akazikwa. akazikwa. Kuna vitu viwili vinaonyesha tofauti. Yule Lazaro mwenye vidonda alipokufa alikuja kuchukuliwa na malaika, akapelekwa mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Lakini tunasikia habari ya tajiri alipokufa, maandiko yanasema akazikwa. Kwa hiyo tajiri alijua amekufa, lakini hakuwa na njia ya kurudi au kutubu. Ndugu yangu, Biblia iko wazi, anasema baada ya kifo tu ni hukumu. Hakuna mtu anahifadhiwa si toharani si wapi wapi aombewe. Hakuna maombezi ya mtu aliyekufa. Tusidanganyane. The real situation is that when you die, at once you die, everything's over. Ukifa manake judgment is upon you. Tunaona masikini alipokufa, malaika they visit, walifika pale alipo, wakamchukua wakampeleka kifuani mwa Ibrahim. Lakini tunaona alipokufa tajiri ambaye yeye alishamaliza mambo yake hapa duniani, tunasema alikuwa akila kwa anasa na kuvaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Alimaliza mambo yake hapa duniani kabisa. Hakujua habari ya kumwabudu Mungu, hakujua habari ya kusoma neno la Mungu, hakujua mahusiano yake yeye na Mungu. Alipokufa akazikwa. Kwa hiyo tajiri amekufa, lakini hakuwa na njia ya kurudi. Kuna watu wanaenda kufa, maisha yao yanaishia pale pale anapokufa. Ni judgment to hell. Waingereza wanasema jehanamu is a hell. It's a pit to the hell. Lakini wakati wa kupokea wokovu ni wakati huu sasa hivi. Kuwa na utashi wa kumtafuta Kristo ili kuishi maisha yenye maana. Mzee Paulo anasema mahali fulani kwenye Wakorintho wa pili 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka 3, saa iliyokubalika ni sasa. Mwingine ukimwambia habari ya wokovu anasema ngoja kwani nikamuulize shangazi, nikamuulize mjomba, ukaulize watu wa ukoo wako. Watu wa ukoo wako watakwambia nini? Watu wa ukoo wako watakueleza nini? Maana bado wako kwenye giza. Ipo nuru iliyong'aa saa hii. Tumia fursa hiyo.
Lakini kuna sababu za watu kuingia jehanamu. Ya kwanza ni kukataa ubatizo wa Yesu. Marko 16:16. Marko 16:16. Nayo inasema aaminie na kubatizwa anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Ni maneno machache tu. Aaminie na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Pointi ya kwanza, tunaona ubatizo ni agizo la Kristo. Bila ubatizo hatuwezi kuwa na sehemu katika ufalme wa mbinguni au wa Mungu. Tukumbuke kuwa ubatizo ni kwa ajili ya toba. Matendo ya Mitume 2:38. Sio tunabatizana tu, unakachukua katoto na kabatiza hakajui maovu yake wala nini. Ubatizo ni kwa ajili ya toba, na toba ni kwa ajili ya mtu mwenye ufahamu, anajua nini ametenda. Toba ni kwa ajili ya mtu mwenye ufahamu. Toba ni kwa ajili ya mtu mwenye ufahamu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38 nasema, ndio. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Kwa hiyo mtu anayejitambua ndio anaweza akaingia kwenye toba ya kweli, na ndio sasa ana uhalali wa kumkaribisha huyo Yesu kwenye maisha yake. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini kuna faida ya kufanya toba na kubatizwa, kumkubali huyo Yesu. Kuna namna ya vitu vitaachiliwa sasa kwako. You become like a God. Kuna vitu vyenye mfanano na Mungu vitaanza kuflow kwako, vitaanza kudhihirika kwako, vitaanza kutenda kazi kwako. Kudharau meza ya Bwana. Kumbuka pointi yetu ya hiyo, sababu za watu kuingia jehanamu. Kudharau meza ya Bwana. Kuna ile wanaita sakramenti. Wengine wanakula tu kalewa, katoka kwenye mambo, katoka kwenye magomvi, anakula. Biblia inasema kudharau meza ya Bwana, Wakorintho wa kwanza 11 mstari ule wa 27 mpaka 29. Nao nasema, ndio, basi kila ulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana ndio isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Yaani hatia utakayepata ni ya mwili na damu. Utashangaa makansa, masaratani, manini yameanza kuibuka, magonjwa usiyoyatarajia yameanza kuibuka. Ni kwa sababu hukujihoji, umekula damu na mwili isivyo sawasawa. Sasa kupokea meza ya Bwana kwa dhihaka ni dhambi kubwa. Ni dhambi kubwa, ndugu yangu naye nisikia. Lakini ni wale waliojitakasa na kujitenga na dhambi, nao waliojitenga na dhambi walio na nafasi ya kufurahia ushirika wa meza hii. Lakini tatu, kutokuwa na toba. Kutokuwa na toba. Dhambi ni kivuli kinachotufanya tushindwe kuona nuru ya wokovu. Mtu asiyekuwa na toba hawezi akafikia hali ya kuiona nuru ya wokovu. Hawezi akafikia hali ya kuishi milele pamoja na Kristo. Lakini kuna kipengele kingine cha 5 kinasema njia ya kuepuka jehanamu. Wewe unanisikia? Nataka nikueleze njia ya kuepuka jehanamu. Njia ya kwanza ni toba ya dhati. Ni toba ya dhati. Naomba andaa waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 9. Toba ya dhati. Toba ya dhati.
Naye nasema ndiyo, tukiziungama dhambi zetu, anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu yeye ni mwaminifu na wa haki, na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. na kutusafisha na udhalimu wote na dhuluma zote. Udhalimu au dhuluma ni kufanya matumizi yasiyo sahihi kuyaweka sahihi. Kwa hiyo toba ya dhati inahusisha kukubali amini. Toba ya dhati inahusisha kukubali dhambi, kuomba msamaha na kubadili mtindo wa maisha. Mtu mwingine utakuta anakubali dhambi lakini hataki kutubu. Sio, ni mtindo gani? Ni ikiwa tutakiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki kutusamehe dhambi zetu. Lakini kipengele kingine katika hiyo njia ya kuepuka jehanamu, imani kwa Yesu Kristo. Yohana 14 na ule mstari wa 6. Imani kwa Yesu Kristo. Naye nasema ndiyo, Yesu akamwambia, amini ndimi njia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba, mtu hawezi kuja kwa Baba bila kupitia kwangu, ila kwa njia ya mimi, ila kwa njia ya yeye. Ziko njia nyingi upande wa miungu kule, lakini iko njia moja kwa Mungu, ni kwenda kupitia mwanaye Yesu Kristo wa Nazareti. Kumbuka kuna miungu akina Storeshi, miungu ya Farao, miungu ya kimbunga ya Kipogoo, miungu ya Kinyelamba, miungu ya Kimungurimi, miungu ya Kikurya, lakini yuko Mungu mmoja ambaye anajiita yeye ni njia ya kweli na uzima. Katika huyo ukipita kwake utamwona Baba. Na kitu kingine kitakachokuepusha na jehanamu ni ubatizo. Ubatizo. Anasema na wakati huu wa ubatizo tunakubali kuzika dhambi zetu na kuishi kwa uzima mpya. Uliangalia Mathayo 28 mstari wa 19. Mathayo 28 mstari wa 19. Basi enendeni. Anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwanza ni agizo, nendeni. Wafuate kule waliko. Lakini Yesu aliagiza kanisa kubatiza mataifa yote, lugha, kabila zote. Lakini kitu kingine kitakachokuepusha na jehanamu ni kushiriki meza ya Bwana kwa heshima. Meza ya Bwana ni kiashiria cha upendo wa Mungu kwetu. Lakini pointi ya 6 anasema wito wa wokovu. Kutoa wito wa sala ya toba. Angazia vijana kwa kuwasihi kutafuta ushirika na Kristo na kutubu dhambi zao kwa dhati, ambao unasema Bwana Yesu, ninakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi, nisamehe na unitakase. Ninakubali kuwa ni Mwokozi wa maisha yangu, nisaidie kuishi kwa ajili yako. Amen. Maneno haya tu machache yatabadilisha historia yako. Maneno haya machache yalibadilisha historia yangu. Maneno haya machache yalinigeuza nikawa mtu mwingine. Ukisema Bwana Yesu, ninakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi, nisamehe na unitakase. Ninakubali kuwa ni Mwokozi wa maisha yangu,
Nisaidie kuishi kwa ajili yako. Amen. Wito kwa wale waliotumbukia dhambini. Hii ni fursa ya kumwambia Kristo roho yako. Hiyo ni fursa ya kumwambia Kristo roho yako. Tunaweza kuishi maisha ya ushindi tu kwa kumjua Kristo. Hakuna maisha mengine ya ushindi, ni kwa kumjua Kristo. Na nataka kukuelekeza maombi ambayo yatakusaidia. Ni kifungu ambacho naenda kuhitimisha na maombi ya kufunga. Hitimisho la somo na kukumbusha umuhimu wa wokovu wa Kristo. Hakuna mtu aliyeweza kufikia uzima wa milele bila kupitia kwa Yesu Kristo. Omba Mungu kwa vijana wote wafaidike na ujumbe wa wokovu. Tafadhali omba kwa unyenyekevu na weledi kwa ajili ya moyo wa mabadiliko. Nataka kuomba na wewe. Ninaomba fuatana pamoja nami. Sema: Baba, tunashukuru kwa neema yako isiyo na kifani. Tunapokubaliana na wokovu wako, tusamee na tuoneshe upendo wako wa kipekee. Bado tunajua kuwa Kristo aliye hai ni suluhisho letu. Kwa hiyo jehanamu si mahali tunapohitaji. Jehanamu ni pit, ni shimo. Tuishi maisha ya wokovu. Tusisahau kuwa wokovu ni bure, lakini unahitaji kujitolea. Nataka kukupa angalizo. Wakati wa wokovu ni sasa. Tuchukue hatua ya kutubu na kubatizwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Nafikiri utakuwa umenielewa, na kama ulifuatana na mimi ile sala ya toba, Mungu atakuwa amebadilisha maisha yako kuanzia sasa. Ni mimi mchungaji Phineas Madiwa nikiwa Vikeji sahi. Kwa mawasiliano namba za simu ni 0784 22 23 27, na namba nyingine ya simu ambayo utampata mtumishi wa Mungu atakaye kuhudumia pia ni 0744 53 10 49. Kama uliye mgonjwa uwezi na ulifuatisha ile sala toba, nataka niombe sasa kwa ujumla. Baba, asante kwa ajili ya mtu huyo. Ninaomba mkono wako wenye nguvu ukae juu yake kuanzia sasa, na kemea namna yote ya udhaifu ndani yake, ninaiharibu katika jina la Yesu Kristo. Baba uliye mwema na mwaminifu, ninaomba kwa kadri alivyokiri kufuatana nami kwenye ile sala ya toba, mpe nguvu ya kuvuka. Huyo ni mwanao, mtetee, na saa iliyokubalika ya wokovu kwake ni sasa. Shalom, shalom. Kama utakuwa na shida yoyote, neema ya Mungu sasa iko juu yako na inaendelea kukuhudumia katika jina la Yesu Kristo. Amen.